kuwa chama cha UDA kina umaarufu mkubwa katika maeneo ya Mlima Kenya, akisema kuwa kimejinyakulia uungwaji mkono zaidi katika maeneo hayo. Kando na hayo, amesema kuwa iwapo rais amestaafu, anafaa kukoma kuzungumzia masuala ya kisiasa na kumwacha rais aliye mamlakani kuwahudumia Wakenya. Tulikuwa tunaona wengine walikuwa nafikiri kwamba wao peke yao ndio wanazungumzia mambo ya nikokadi, lakini tumeshukuru kuona vijana wakijitokeza wakisema pia wao kunikokadi na Ruto kwa sababu ya maendeleo mazuri zaidi ambayo yametendeka katika jamhuri yetu ya Kenya. Jana tulikuwa na mheshimiwa rais katika eneo la Murang'a, gatuzi la Murang'a, na huko watu wamesimama kabisa na chama cha UDA ambacho ni chama ambacho ni tawala, chama ambacho kina ufuasi mkubwa pasipokuwa na pingamizi zingine ambazo pengine wangeweza kusema. Ni chama ambacho kimefanya maendeleo, hata tukakuwa na mradi ule wa kule Njiris wa kuhakikisha kwamba tunatengeza madarasa 30 na pia maabara tofauti kama 6 hivyo, na pia kanisa la AIC Githumu. Maendeleo mengi kemkem ambayo yametendeka. Kwa hivyo wale ambao wanasema kwamba chama cha UDA kwamba hakina umaarufu katika Mlima Kenya, nafikiri tuwaambie kweli, sisi vile ambavyo tunajua, wale ambao ni wafuasi sugu wa Mheshimiwa William Ruto tuko wengi, na tutaendelea kukitetea hiki chama hichi chetu kwa sababu ndio chama cha kitaifa. The Mount Kenya region is the UDA party is very strong. If you look at even the turnout of those people who have participated in the grassroots elections, 580,000 people came out to be elected as officials. That has never happened before in the history of this republic. And that's why I'm insisting that we need national political parties. UDA remains to be so. UDA has a very firm grip in the